Nashukuru sana, namshukuru Mwenyezi Mungu amenipa uhai, lakini pia niwashukuru sana wananchi wa jimbo la Mbinga mjini kwa kuniamini na kunichagua kurudi tena bungeni kwa mara ya pili ili kuwawakilisha. Kwa hotuba ya leo ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ni hotuba ambayo imekuwa na malengo makubwa, imekuwa na maono mapana, na hotuba hiyo ni nzuri kwa sababu imegusa maisha ya wananchi wa kawaida, maisha ya wananchi wa chini, na imelenga kutekeleza mambo mbalimbali ambayo yatasaidia sana kutatua changamoto za wananchi kwenye maeneo yetu, kwenye masuala ya maendeleo, lakini kwenye maisha ya kijamii. Ukiangalia ile hotuba, pamoja na kwamba alianza na kuelezea jinsi hali ya kisiasa ilivyokaa na yale yaliyotokea hivi karibuni na kuwaombea wale wenzetu ambao wametangulia mbele ya haki, lakini pia aliongea kwa huzuni, lakini alisema kabisa vijana walioshiriki katika mambo hayo ni kwamba wengine wamefanya bila kujitambua. Kwa hiyo namshukuru kwa roho ya kibinadamu, roho ya kimama, kwa kuangalia wale ambao wamefanya bila kujitambua waweze kusamehewa. Lakini kwenye upande wa miradi na utekelezaji wa majukumu ya miaka mitano, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, ameelezea ni namna gani kila sekta itafanya kazi na kuhakikisha kwamba inatatua changamoto ya wananchi kwenye maeneo yetu mbalimbali. Kwa ujumla namshukuru sana kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Mbinga mjini. Mimi namshukuru kwa sababu yote yale aliyoongea kwenye upande wa barabara, miundombinu, upande wa afya, upande wa elimu, lakini upande wa nishati, mambo yote haya yameongelewa, yatatusaidia sisi kuongeza uchumi kwenye maeneo yetu, lakini mwisho itaongeza kipato cha taifa, lakini baadaye kabisa itakuja kutatua changamoto ya wananchi kwenye maeneo yetu. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa hotuba yake, lakini na sisi kama bunge, kama wabunge, tutaendelea kumuunga mkono na tutatoa ushirikiano mkubwa sana ili mradi tuhakikishe kwamba wananchi wetu wanapata neema na maisha yanakwenda yanasonga mbele. Wanambinga watarajie nini sasa kwa kipindi hiki ambacho tunaanza nacho? Wananchi wa Mbinga watarajie mambo makubwa. Kwanza watarajie kuhakikisha kwamba tunakamilisha miradi yote ambayo tulianzisha huko nyuma. Lakini pia watarajie kuhakikisha kwamba miradi ile ambayo wameiandaa kwenye maeneo yao na ile ambayo italetwa na serikali tutaisimamia na kuhakikisha kwamba inatekelezwa.